Mheshimiwa Mstahiki Meya, mnamo tarehe 27 Machi 2025, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akipokea taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali za mwaka 2023-2024, alielekeza kwamba kila wizara, kila taasisi zifanyie kazi taarifa hizo na kuhakikisha kwamba hoja husika zinafungwa. Katika ukaguzi wa hesabu za mamlaka za serikali za mitaa, halmashauri zote za mkoa wa Tabora zimefanikiwa kupata hati zinazoridhisha, au kama ilivyozoeleka kutamkwa kwamba hati safi. Kwa kweli tunawapongeza sana, na hii ikiwemo halmashauri yetu ya manispaa ya Tabora. Hongereni sana Mstahiki Meya pamoja na waheshimiwa madiwani wote kwa usimamizi wenu mahiri, lakini bila kuwasahau wataalamu wetu, kwani kufikia hapo ina maana kwamba kuna kazi imefanyika ya usimamizi madhubuti ili kuhakikisha kwamba kila kinachotakiwa kufanya kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni kinafanyika kama ilivyopaswa. Zile changamoto ndogo ndogo zilizojitokeza, ni maelekezo yametolewa, zimeanza kufanyiwa kazi, basi kwa kweli tunaamini kabisa kwamba tunayo kila sababu ya kuwapongeza, tukiamini kabisa kwamba kazi zinaendelea kufanyika. Mheshimiwa Mstahiki Meya, kipekee napenda kupongeza wewe binafsi, lakini naibu meya na waheshimiwa madiwani wote, mkurugenzi na wataalamu wote wa halmashauri yako kwa kupata hati safi kwa mwaka huu kama nilivyotangulia kusema hapo juu. Hata hivyo, bado utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali sio wa kuridhisha, kwani kati ya hoja 58 zilizotolewa kwa hesabu za mwaka 23-24 zikijumuisha na hoja za miaka ya nyuma ni hoja 35 ambazo zimepatiwa majibu ya kuridhisha na kufungwa. Hivyo tunazo hoja 23 sawa na 40% zimeendelea kusalia. Mheshimiwa Mstahiki Meya, hoja zilizosalia zimegawanyika katika makundi mawili. Kwanza, kuna hoja ambazo zimepatiwa majibu yasiyoridhisha na hivyo kupelekea hoja husika kubaki kama zilivyoibuliwa na mkaguzi, not implemented. Lakini kundi la pili, kuna hoja ambazo zimepatiwa majibu lakini bado zinaendelea na utekelezaji, under implementation. Kwa hiyo kutokana na hayo, na nichukue fursa hii mkurugenzi mtendaji kukuelekeza hoja zote ambazo hazijafungwa zitafutiwe majibu na vielelezo vya kuridhisha ili zifungwe mara moja kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu 2025. Mheshimiwa Mstahiki Meya, pamoja na hati safi tuliyoipata, zipo hoja ambazo zinapaswa kufuatiliwa kwa ukaribu, kuhakikiwa na kufungwa, kwani zipo ndani ya uwezo wetu. Hoja hizo pia zimejitokeza kwenye halmashauri zilizopata hati safi, ikiwemo halmashauri yetu ya manispaa ya Tabora, na ningependa kuzitolea maelezo kama ifuatavyo, kwa sababu ni hoja ambazo zipo ndani ya uwezo wetu. Tunaweza tukisimama vizuri kama tulivyofanya kwa zile nyingine 60% ambazo tumezifunga, na hizi tukisimama vizuri tunaweza tukazifunga na hoja zote tukawa tumezipatia majibu. Hoja ya kwanza ni ya kutokusanywa kwa mapato yatokanayo na ada ya madini ya ujenzi kutoka kampuni ya Yapi Melkes shilingi milioni 928.96. Wakati wa ukaguzi wa mapato kwa mwaka wa fedha 2023-24 ilibainika kuwa halmashauri ya manispaa ya Tabora haikukusanya mapato kiasi cha shilingi milioni 928.9 kutoka kampuni ya Yapi Melkes, ikiwa ni ada inayotakiwa kulipwa kutokana na shughuli za uchimbaji wa madini ujenzi. Hivyo mkurugenzi, hakikisha unachukua hatua za haraka na madhubuti za ufuatiliaji
ili kuhakikisha mapato hayo yanakusanywa kutoka kampuni ya Yapi Melkes ili kuepusha upotevu wa mapato ya serikali. Lakini hoja ya pili ni kutokuwepo kwa maeneo maalum ya maegesho ya magari ya mizigo. Wakati wa ukaguzi wa mwaka wa fedha 2023/24 ilibainika halmashauri ya manispaa ya Tabora ina eneo moja tu lililopo Ipuli linalotumika kama sehemu ya maegesho ya magari makubwa hususan malori. Licha ya kuwa na miundombinu ambayo sio rafiki kwa maegesho. Aidha, ukaguzi umebaini kuwa manispaa haijatenga maeneo rasmi kwa ajili ya maegesho ya magari, hali ambayo imesababisha malori na magari mengine makubwa kuegeshwa pembezoni mwa barabara au kwenye vituo vya mafuta kinyume cha sheria, hali inayochochea msongamano, uharibifu wa miundombinu na hatari za kiusalama, lakini pia kuikosesha halmashauri mapato. Hivyo basi, mkurugenzi, hakikisha unafanya tathmini ya kina ya mahitaji ya maegesho ya magari na kupanga maeneo rasmi kwa ajili ya magari ya mizigo ili kufuata sheria na kulinda miundombinu ya barabara na usalama wa wananchi, lakini pia kuwa na uhakika wa ukusanyaji wa mapato. Hoja ya tatu ni ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 5.7. Wakati wa ukaguzi wa miradi ya mwaka wa fedha 23/24 ilibainika kuwa miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 5.74 imechelewa kuanza kutekelezwa licha ya kuwa imetengewa bajeti. Ucheleweshaji huu umeathiri upatikanaji wa huduma kwa wananchi na huenda ukachangia ongezeko la gharama za utekelezaji wa miradi hiyo. Lakini katika maelezo yako wakati mnanipa briefu, mlituambia kwamba hii inatokana na fedha kuja karibu tunafunga mwaka, ndio maana zimechelewa. Kwa hiyo mkurugenzi, nakuelekeza pia kuhakikisha unaweka mikakati ya miradi yote inayotengewa fedha inaanza kutekelezwa kwa wakati baada ya mapokezi ya fedha ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi na kuzuia kuongezeka kwa gharama za utekelezaji wa miradi. Kwa hiyo tupate ufafanuzi wa miradi hiyo yote, mingapi imeshatekelezeka na mingapi bado na kwa nini bado haijatekelezwa, ili kuweza kuona kwamba fedha hizi ambazo serikali ilizitenga kwa ajili ya kuleta kwa wananchi kuweza kutekeleza miradi hiyo inaweza kuleta tija na wananchi waweze kupata manufaa ya matumizi ya miradi hiyo ambayo imetekelezwa. Lakini hoja ya 4 ni ushuru wa huduma ambao haujakusanywa kiasi cha shilingi milioni 37.56. Wakati wa ukaguzi wa mfumo wa ukusanyaji wa mapato wa halmashauri ilibainika uwepo wa taasisi mbili ambazo ni MS Sanya Builders Center na Tuasa ambazo hazijalipa ushuru wa huduma kiasi cha shilingi milioni 37.56 kwa mwaka wa fedha wa 23/24. Naendelea pia kukuelekeza mkurugenzi kufuatilia suala hili na kuhakikisha kiasi hicho cha fedha cha shilingi milioni 37.5 zinakusanywa kutoka kwenye taasisi husika. Lakini hoja ya 5 ni kujengwa kwa vitega uchumi na mtu binafsi kwenye kiwanja cha halmashauri bila kibali, hoja ambayo waheshimiwa madiwani pia wameizungumzia. Sasa kwa sababu hili liko mahakamani, niombe mkurugenzi kuhakikisha kwamba tunafuatilia kwa kina hilo swala lililopo mahakamani ili liweze kuona mwisho wake unakuaje na maelekezo yatakayotolewa yaweze kufanyiwa kazi. Maana ukifuatilia katika historia tumefikia hapo baada ya baadhi ya mambo kutoshindwa kufuatiliwa kwa mapema pale alipotolewa ufafanuzi. Sasa kudelay kwetu ndipo kumetufikisha hapo. Kwa hiyo mahakama itakapotoa maelekezo mahususi ya nini kifanyike, mkurugenzi na timu yako mhakikishe kwamba mnatekeleza yale yatakayoelekezwa kwa haraka ili eneo hili liende kuleta tija kwa manispaa yetu.
Mheshimiwa Mstahiki Meya, aidha kuna mambo yanayotakiwa kufanywa kazi ili kuzuia hoja za ukaguzi. Maana mara nyingi tumekuwa mahodari wa kujibu hoja, lakini kumbe kuna wakati mwingine hoja nyingine tukizizuia haziwezi kujitokeza na wala hatuna shida ya kuanza kupoteza muda wa kujibu. Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo niseme tu kwamba haya mambo tuyafanyie kazi ili tuweze kuzuia hoja zisijitokeze. Jambo la kwanza ni ucheleweshaji wa kupeleka fedha za makusanyo benki. Uchambuzi wa ukusanyaji wa mapato unaonyesha hadi kufikia tarehe 31 Mei, kiasi cha shilingi milioni 11.43 kutoka kwenye mfumo wa Tausi kilikuwa bado hakijapelekwa benki. Kwa hiyo mkurugenzi, fuatilia haraka na kwa karibu swala hili na uhakikishe fedha zote ambazo zinakusanywa zinapelekwa benki kwa wakati kama ambavyo sheria inaelekeza na taratibu zote zinavyoelekeza. Manake tukiacha hili, pesa hizi zitaongezeka, maanake inapokuja ukaguzi tayari tunakuwa tumezalisha